sikiliza ukweli. Kufanya kazi siyo laana, ni baraka. Kauli hiyo hupatikana katika kitabu cha Gospel Workers, yaani wajumbe wanaoeneza Injili, ukurasa wa 236. Tangu mwanzo alipowekwa katika bustani mwa Edeni, Adamu na Hawa waliambiwa na Mungu kufanya kazi. Imeandikwa Mwanzo sura ya 2 fungu la 15. Biblia inasema kwamba waliambiwa kulima shamba hilo na kulitunza. Kufanya kazi ni furaha ya binadamu. Kutofanya kazi ndiyo laana. Mtasoma katika kitabu kinachoitwa Sisi na Watoto Wetu cha Kifaransa, ukurasa wa 99. Kitabu hicho kinasema kwamba hata na waovu hilo wanalijua kwamba kutokufanya kazi ni laana. Walipoambiwa kutafuta adhabu ya kumpa mtu muovu ambaye amefanya dhambi kubwa, waliona vema wamuweke mahali ambapo hatafanya kazi, yaani gerezani. Kumbe kufanya kazi ni baraka, kutokufanya kazi ndio laana. Kufanya kazi ni chanzo cha utajiri. Mtasoma Mithali sura ya 10 fungu la 4. Biblia inasema kwamba mkono wake aliye na bidii hutajirisha na humletea heshima, hupata msaada wa maishani, maana yeye ni mchapakazi. Ndugu zangu, usikilize ukweli. Kutokufanya kazi ndiyo laana. Kufanya kazi ni baraka kubwa sana kwa binadamu. Hupanua akili, huimarisha mwili, husaidia mtu katika mambo ya kiroho. Maana kufanya kazi inamfanya mtu asiende huku na kule, maana anakuwa busy na kazi zake na hana muda wa kufanya dhambi. Kufanya kazi ni dawa ya baadhi ya magonjwa, hususan ni yale magonjwa sugu ambayo yalidumu muda mrefu. Mtasoma mambo hayo katika kitabu cha MCP, yani Mind, Character and Personality, volume ya 2, ukurasa wa 681, panaposema kwamba watu wote walio na magonjwa, maumivu ya kichwa, mgongo, yani magonjwa yale walio nayo muda mrefu, wanapaswa kufanya kazi. Endapo hawatafanya kazi, hawatapona magonjwa yao. Imeandikwa pia katika kitabu hicho, ukurasa wa 604. Katika kitabu kinachoitwa My Life Today, ukurasa wa 136, imeandikwa kwamba wanaokufa, yani idadi ya watu wanaokufa sababu ya kutokufanya kazi ni kubwa sana kuliko watu wanaouawa na uchovu. Wanaouawa na uchovu ni wachache sana. Wanaokufa sababu ya kutokufanya kazi ni idadi kubwa ya watu. Ndiyo maana sasa kutokufanya kazi ndiyo laana, kufanya kazi ni baraka kubwa kwa mwanadamu. Mtasoma Mtume Paulo katika waraka wa pili wa Tesalonike sura ya 3 fungu la 10, anasema kwamba asiyefanya kazi asile chakula. Na ikumbukwe kwamba alipokaa katika kazi yake ya kuhubiri Injili, mtasoma waraka kwanza wa Korinto sura ya 4 fungu la 9 hadi 13, anasema kwamba alikuwa akifanya kazi na mikono yake. Imeandikwa pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ukurasa wa 20 fungu la 32 kuendelea chini, anasema kwamba nilikuwa naishi kwa mikono yangu mwenyewe. Ndugu zangu, kufanya kazi ni baraka, kutokufanya kazi ni laana. Sikiliza ukweli.